Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwezesha tena kukutana katika wakati huu, na baada ya kumaliza mwezi wa Ramadhani sasa hivi tuko katika mwezi wa Shawwal, na tulikuwa tuna silsila ambayo tulikuwa tunaendelea nayo kuhusu Al-Aqsa au Al-Haikal. Na Qur'ani ukisoma utaona imezungumzia Bani Israel katika sura nyingi mno, na lengo lake ili watu waweze kuzingatia kile ambacho kimebebwa na hawa watu. Na wakati huo walikuwa ni watu dhalili mno, walidhalilishwa sana na katika utawala wa Firawa au Firaun, lakini kwa rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala akawafadhilisha wakawa ni watu bora, baada ya kuwa wameshikamana na njia ya sawa, baada ya kuwa wameacha kuabudu wasiofaa kuabudiwa, wakamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumfuata Musa kwa kile alichokuja nacho. Lakini Musa akawajaribu watu hawa katika sehemu mbalimbali na paka kuokoa katika makucha ya Firaun, lakini pamoja na hayo yote yaliyotokea bado wao hawakuweza kuona walikuwa wapi na walikuwa ni kina nani. Tukaja kwamba wao kuna kitu ambacho wanakisubiri, nayo ni ng'ombe amejulikana kama Milodi. Ng'ombe huyu wanamtafuta kwa udi na uvumba, na wanamsubiri kwa shauku kubwa mno. Atakapokuja huyu ng'ombe, na tayari wakampata kwa sifa ambazo zilizotajwa katika vitabu vyao, vitabu ambavyo ni muharraf, basi akiwa ametimiza masharti hayo, ng'ombe huyo kama tulivyosema kwamba ndio sababu ya kuwatuharisha Bani Israeli, kwa sababu wameingia katika rijsi, katika uchafu, mambo mengi wamefanya. Kwa hiyo wao sasa sio Shabullah al-Mukhtar, wanakuwa ni shabun najis, wamenajisika. Kuna haja waweze kutuharishwa ili warudi katika hali ya kawaida. Tukawa tumefikia katika Samiri na kila alichokifanya, na kisha Samiri vile vile na watu wa Musa alioacha pamoja naye akiwepo, na kaanza kuabudu huyu ng'ombe ambaye tumezungumzia katika Qur'ani au katika kitabu chetu. Mwisho huyu Musa alayhi salatu wasalam alikuja huyu ng'ombe aliotengenezwa na Firaun ambaye ni ijil. Musa akaona kuna haja achome moto. Ng'ombe huyu akachoma moto wakati Samiri akiangalia, na Qur'ani ikawa inaeleza pia hayo. Musa alayhi salatu wasalam alipomwambia Samiri, katika adhabu yako lami sasa, huruhusiwi kuchanganyikana na mtu yoyote, wala kuoa wala kuuza au kununua kwa mtu yoyote. Akawekewa adhabu hiyo kama Qur'ani inavyosema. Musa akamwambia, "Fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misasa wa inna laka maw'idan lan tukhlifahu wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayha akifan lanuharriqannahu thumma lanusfannahu fil yammi nasfa." Angalia huu Mungu wako uliomtengeneza, tutaangalia tunavyomuunguza kisha tunamtupa katika bahari. Musa alayhi salatu wasalam akaamrisha Bani Israeli, mimma lam yaqau fil kufri, wala ambao kuingia katika kufuru wala katika shirki, basi hamna kula na hawa watu, wala walioingia basi hamna kula nao, watengwa hao, kisha siku ya kiyama ataadhibiwa. Kisha Musa alayhi salatu akaamrisha kwa huyu Mungu wake huyu ambaye aliotengenezwa sanamu hili ambalo ni maz'um, kwamba kuna haja sasa lichomwe moto na litupwe, hali ya kuwa Firauni akiangalia, eti nani, Samiri akiangalia, hali ya kuwa kazi yake hii amefanya muda mrefu. Kwa fala yabqa minhu shay hatta yuharriqa qalbahu hasratan ala al-ilahi al-maz'um, ili tayari apate hasara juu ya Mungu wake aliomdai, na akasema Musa amepishana naye, kwa hiyo ndio huyo amekuja. Kisha Bani Israeli
man waqa fi shirk biqatl anfusihim, wakaamrishwa yoyote aliyoingia katika shirki kuna haja toba yake ni kujiua mwenyewe, liyatuba Allah alaihim, ili Allah akubali toba yao. وهذا من الإسراء الذي رفعه الله على أمة محمد. Na hii ndio katika Isra iliyokuja katika Qur'ani katika aya ambayo Allah ameweza kuondoa kwa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umma Muhammad yoyote akifanya kosa, akifanya dhambi, atubie tu toba ambayo imetimiza masharti, basi anasemehewa. Lakini wao walikuwa hawawezi kutubia mpaka mtu ajiue mwenyewe kutokana na ridda aliyoifanya. Kisha Musa alayhi salatu wasalam akaamrisha, akachagua katika Bani Israil watu 70 rajulan mimman lam yushrik billah, watu 70 ambao hawajamshirikisha Allah, wala yaabudu al-ijla, ambao hawajaabudu hili sanamu la ng'ombe. Fantalaka bihim, Musa akaondoka nao, yasaluhum lahum tauba, kwenda kuomba kwa Allah ili waweze kukubaliwa toba yao. Farajfat bihim al-ardh, ardhi katikisika. Musa akaona haya alayhi salatu wasalam katika kile kilichotokea kwao, kama Qur'ani inavyosema, wakhtara Musa qaumahu 70 rajula limiqatina falamma akhadhatuhum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna anta khairu al-ghafirin. Musa alayhi salatu wasalam akasema, ya Mola wetu, baada ya kuwa mlima umetikisika na watu wale 70 Musa aliyokwenda nao, Musa akamwambia Mola wetu, la ushita ungetaka ungeangamiza kabla sijakuja nao huku sasa. Je, unataka kutuadhibu kwa sababu ya yale waliofanya upumbavu miongoni mwetu? Hiyo yote ni fitna. Fitna hii na mtihani huu ulioleta, tudhillu biha man tasha, watapotea kwa mtihani huo mtakaa na wataongoka mtakaa. Allah tusamee. Na Qur'ani ikaeleza akhir matwaf, kisha Musa akataka kuombea ili kutoka yale yaliyotokea Allah awasamehe, lakini Allah akasemaje? Akasema hapana. Ndio Musa anasema katika Allah asema hapana, qala adhabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasat kulla shay, adhabu yangu itampata yule nitakayemtaka. Kwa hiyo Musa alitaka waombe wote ili wasamehewe kutokana na matukio na yale walioingia hao Bani Israil. Baada ya kutoka katika istighfar, walichaguliwa kuwa ni watu wema wazuri, na walikuwa wao ndio wanastahili kurithi vile vile ardhi, na hasa ardhi ya Palestina na ardhi ya Allah kwa ujumla. Lakini tayari wamegeuka sasa, kwa hiyo hawaruhusiwi tena kwao kuwa ni watu. Lakini Qur'ani pia ikieleza kwamba hawawezi huu ng'ombe, hata kama wachagua ng'ombe zote dunia nzima na waziingize katika bahari ili kwa ajili wazichinjwe na wajioshe, hawezi kuondoka na shirki na najisi na yale waliovana nayo, mpaka umfuate huyu mtume alayhi salatu wasalam, kama Allah alivyosema, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Kwa hiyo tayari Mtume Muhammad amekuja kwa ajili ya kuja kuwakomboa Bani Israili. Wao walikuwa tayari wameshokewa, hawawezi kutubia mpaka wajue toba yao ni kujiua wenyewe. Lakini Mtume anakuja kuondolea minyororo hiyo iliyokuwa nayo katika vitabu vyao. Lakini pia kuna mambo ambayo walijiharamishia wenyewe vile vile, kama kula nyama ya ngamia. Mtume amekuja kuwahalalishia kwamba yafaa kula nyama ya ngamia vile vile. Na baadhi ya mambo mengi ambayo tayari Mtume amekuja, wayadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim, amekuja kuondolea mzigo na mzito wa mambo ambayo walikuwa nayo na waliadhibiwa kwa sababu ya matendo yao mabaya na matendo yao machafu. Kwa hiyo hawezi mpaka wamwamini huyo mtume alayhi salatu wasalam, wameamini Mtume Muhammad ili tayari waweza sasa kuondolewa na mizigo waliokuwa nayo.
Sasa lakini pamoja na hivyo hakurudi. Pamoja na Musa alienda nao katika sehemu mbalimbali, amewajaribu kila mahala, bado walirudi vile vile, na bado hakutaka kutubia na hakutaka kumfuata Musa kwa kile alichokuja nacho. Allah akawaahidi katika Qur'an kwamba wa idh ta'adhana rabbaka, kumbuka Mola wako Muhammad alipokuwa tayari adhana. Kwa hapa ni Israeli hawa sasa, Mola wako sasa ametoa ahadi, wataendelea, ataleta watu la yabathanna alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al adhab. Allah atawaletea watu mpaka siku ya kiyama, wataendelea kuadhibu mpaka siku ya kiyama, adhabu mbaya watu hao. Sawa, inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu la ghafurur rahim. Aya hii wakawa sasa wao Allah walikwenda wakageuza, wengine wakawa manyani katika aya zilizopita, kutokana na waliambiwa wasivue siku ya Jumamosi, wakaweka nyavu zao siku ya Ijumaa, alafu pale maji ambayo yalikuwa yako wakachimba kabao kingine sasa ambapo hakana maji mengi kama anasema Imam Qurtubi, yakawa maji sasa wakati ya Jumamosi samaki zikao zinasogea karibu zaidi zinaonekana. Kwa hiyo zinafuata yale maji paka kwenye haka kabao. Na kusaka na maji madogo tayari. Jumapili wanaenda kuzichukua samaki nyingi pale. Allah akageuza kwa hila yao hiyo walioifanya, akageuza wengine wakawa manyani. Hapa manake wanatoka katika istighfar na kuwa ni shabullahul mukhtari kama wanavyoita, ni watu taifa teule la Allah subhanahu wa ta'ala, wanatoka katika ubora huu sasa wanakuwa katika watu wengine wa kawaida ambao hawatastahili. Kwa hali hiyo Allah akawekea sasa wataendelea kuadhibiwa ila yaumil qiyama, Allah atawaleta watu. Sasa kuna waqa'i tarikhia, kuna matukio ya tarehe katika aya hii. Je, aya hii adhabu hii iliendelea au imetawakaf au isimama kwao? Tuje katika nukta hizi kuangalia hii aya na wanachuoni na mnaona vizungumza. Wanachuoni wanazungumza kuhusu kuifasiri hii aya, anasema hadha ma akhbara bihi alquran min anna Allah ta'ala qad tawa'ada bani Israil, kama Qur'ani ilivyoelezea hakika Allah amewapa adhabu makemeo bani Israil, wa akhbarahum annahu sayusallitu alaihim ila yaumil qiyamah, Allah atawasalitisha watu wengine mpaka siku ya kiyama, mayasumuhum su'al adhab, amba wataendelea kuadhibu adhabu mbaya bisababi kufrihim wa fusuqihim, kwa sababu ya kufuru yao na ufasiki wao. Kad shahida bisidqihi tarikhia, na historia imeshuhudia matukio mengi ama tutataja kama muda utaturuhusu kuyamalizia. Wa ayatuhu alhawadith, na matukio mengi pia ambayo yametilia nguvu kwamba adhabu hii ilikuwa nao. Wa hadhi namadhij qalila, hapo tuwapa katika baadhi ya mambo machache min tilka al'uqubati allati nazalat bihim fil azminati almukhtalifa, katika adhabu ambazo zimeokumba katika zama tofauti tofauti. Awalan, la mwanzo kabisa, baada wafatu Suleiman, baada ya kufa Suleimani alayhi salatu wasalam, hawali baada ya kufa Suleimani kama miaka 975 kabla ya kuja na 75, inqasamat mamlakatuhu ila kismain. Mamlaka ya Suleimani ambayo tumezungumzia kunyuma imegawanyika katika kismaini, katika vigawanyo viwili. Mamlakatu shimali, mamlaka upande wa kaskazini, wasmuhu, jina lake likawa linajulikana Israel. Mamlaka ya Suleiman ikawa inafahamika kama Israel kusini. Wa maqarruha Samara, sehemu yake Samara. Watatakawan min al-asbat al-ashara, na hii mamlaka inaundwa na familia na watoto 10. Familia hii, mamlaka hii. Kisha kuna mamlaka al-janubia, kuna mamlaka upande wa kusini sasa. Watatakawan min sabtai, na hii inaundwa na watoto wawili, Yahodha wa Binyamin, Yahodha na Ibn Yamin. Wakati istamarrat almunazaatu baina almamlakatayn, hakika mzozo uliendelea kati ya mamlaka hizi mbili, mamlaka ya kaskazini
na mamlaka ya kusini. Mamlaka mzozo uliendelea muda tawila, intahat biinqidhazi Sarjun, iliisha waji baada ya kuja Sarjun ambaye ni maliku Ashur ala mamlaka shimali. Sasa Israel ikawa mamlaka Israeli ikawa inaisha, ikaondolewa katika mwaka 721. Faqutila al-alaf min rijaliha, wakauawa maelfu katika watu wake, wa usra al-baqiya minhum, na wengine wakatekwa. Farahila ila mawara an-nahr al-Furat, wakaenda katika mto Furat huku, wakaenda kukaa huko. Waqadha ala hadhihi al-mamlaka, mamlaka hii ikawa imemalizika qada'an lahum lam taqum laha ba'dahu qa'ima, mamlaka au tayari ikamalizwa kabisa, hawatasimama tena mamlaka hii, mamlaka ya kaskazini. Wa amma mamlaka al-janubia, ima mamlaka ya janubia upande wa kusini, tunasema sasa hapa mzozo ulianza, na Allah amesema ataendelea adhabu ila yaum al-qiyama man yasumu su'al adhab, ambao watapatikana watu wa kuwapa adhabu mbaya. Sasa mamlaka ya upande wa kusini sasa ambayo inajulikana kama Orshalem, kama tulivyosema huko mwanzo, fakadi hawalat an tathabbat bil baqa, walijaribu angalau endelee kubaki, walakin ma'awil al-hadm izzatiha min sharqi wa min al-janub, wa kanat nihayatuha ala yadi bintasar al-babi, lakini bado kulipatikana vitu vya kuondoa mamlaka hii, na iliondolewa kwa yule ambaye tulisema alikuja kuwaua, na hasa wakati wa kulipiza damu ya Yahya walioimwaga kichwa cha Yahya, nilitaja huko nyuma. Kwa hiyo mamlaka hii naye ikaja ikamalizika katika mwaka 586. Wayusawiru ahadu al-kuttabu al-gharbiyin, wanaleta sura katika baadhi ya waandishi wa magharibi, kisa tunakabati lati addati ila zawali mamlaka, kisa cha msiba uliopelekea mamlaka hii kuisha mamlaka ya Hodha wa Israeli, mamlaka hizo. Fayaqul, anasema wa qissatu naqbatun wa qissatu taharrurat allati ta'udu la ta'udu alayhim illa biirja'i naqbati alqadhiya, hakika kisa ambacho kilichotokea msiba mkubwa ambao hawezekani kurudi mpaka tena wafanye kama walivyofanya mwanzo. Wa hiya qissatu muluki Hamaj yahkumuna sha'ban min al-Hamaj, ni kisa ambacho cha mfalme alikuja kuwatawala watu kwa mabavu makubwa. Hata idha wafat, ulipofika katika mwaka 721, muhit au mahat yadul usra, tayari huu mkono ukafutwa au mamlaka ikafutika, mamlakatu Israeli ikafutwa min alwujud kuwepo. Wazala shabha min at-tarikh, hawa watu hao wakaendelea kuwepo katika historia za wala ntama, kaondoka watu hao kabisa katika kuondoka tama. Wadhallat mamlakatu ya Hodha, ikawa mamlaka ya Hodha katika hawa tuliosema watoto hawa, tatakafa hatta asqataha, wakaendelea paka ikaja ikaporomosho na Babiliyun katika mwaka 586. Jambo la kwanza, Allah anasema ataleta watu watakaokuwa yasumuna su al-adhab ni Israeli hao. Thania, jambo la pili, istaradda al-yahudu ba'd anfasihim, baada ya kuwa Wayahudi sasa na Allah atawaambia kwamba wataendelea kutangatanga katika dunia, hawana sehemu ya kukaa. Mayahudi walirudisha pumzi zao baada uquihim tahta al-hukm al-furs, baada ya wao kuwa chini ya hukumu ya Furs. Kuna dola mbili, daulatu Rum na daulatu Furs, wakawa chini ya Ufursi. Min hawali kuanzia mwaka 536 mpaka mwaka 332. Kuanzia mwaka 332 mpaka mwaka 500 hivi. Fakad aadu fi hadhihi alfitra, walirudi katika wakati huu tena ila Palestina. Waqa'u tahta saytarati al-Iskandaria al-Makedonia, wakaingia chini ya nguvu na utawala wa Iskandaria ambaye anaitwa Makedonia, ambaye ni mwaka 330 miladi. Katika mwaka 320
alikuja sara ilaihim, kuna aliyokuja kwao pia ambaye anaitwa Baltmus khalifatul Iskandaria huyu. Fahadima al-Qudus, akaja akaivunja al-Qudus, wadaka aswaraha, na kuta zake pia. Wa arsala minhum 100,000 asir ila Misri, alipeleka mateka kama 1,000 100,000 kwenda Misri, li'annahum tharu alayhi, kwenda kulipizia kisasi. Huyu naye akaja akafanya hivi, kwa hiyo zaidi ya 100,000. 3, katika mwaka 20 takriban waqali yahud tahta saytarata salqiyin au saluqiyin suriyin, mayahudi waliingia chini ya utawala wa saluqiyin suriyin baada intisarihim al-Batisa, baada ya wao kuwa tayari hawa wakawa tayari wameshindwa. Waraa baadhi al-hukam saluqiyin min al-yahudi tamarrudan wa siyanan, walipoona baadhi ya hawa watawala hawa na baadhi ya watawala wa saluqiyin katika Syria hawa wakaona tamarrudan wa siyanan, kuchupa mipaka na maasia. Faanzalu bihim ashadul uqubat, wakauteremshia adhabu mbaya allati fi iddat mawaqi, katika sehemu mbalimbali. Wakana ikawa min abraz almutakallimina bil yahud, katika wakubwa katika waliozungumza katika wajina la Yahudi Athuyus ma baina sana kuanzia mwaka 170. Katika mwaka 168 fakadi hajama au hujima Urushalem ilivamiwa sasa. Wahadima aswariha, tunasema Urushalem ni moja katika tulizungumzia huko nyuma, ilivamiwa. Wahudima aswariha wa haikaluha, na kuta na haikali hii ikavunjwa. Na baada ya kuvunjwa, wanuhiba ma fiha min amwal, ikatekwa vilivyomo katika sehemu hiyo katika mali. Wakutila min ahliha, na watu wake wakauawa 40,000 fi thalathati ayyam, watu 40,000 kwa siku 3 waliuawa, watu 40,000 kwa siku 3. Wabaa, wengine wakauzwa mithlu dhalika al-adad wa abid, wakauzwa zaidi 40,000 tena, wakawa ni abida minhum. Wala yaflit min yadihi illa al-yahudi alladhi harabu ila al-jibal, hakuna walioponyoka isipokuwa mayahudi waliokimbilia milimani. Wakati aqama, na huyu hakika aliosimamishia huyu adhabu huyu qimmat ala Uhud, wakiwa katika milima huko Lioshahid mina, wengine wakakaa katika milima na wengine ukiadhibiwa wakati ukiona. Kullu man yaktaribu min al-yahud ila Urushalem, kila akikaribia katika mayahudi katika Urushalem na anaadhibiwa liyaqtulahu. Wakati wasala bihi al-hal, hakika hali ilifika annahu ukriha adadan kabiran, walazimishwa idadi kubwa minhum ala tarki diyanati al-yahudiyya, mpaka wakaacha dini zao za Kiyahudi. Wajala haikaluhum, na haikali yao tulizungumza kunyuma ikawa ya Urushalem maabida liilah, ni sehemu sasa ambayo tayari awe ndio Mungu anamwabudu hiyo haikali, wasio kama ni dini wakalazimishwa hivyo. 4, katika mwaka 63 aghara Ruman, Roma aghara walivamia Roma bikiadat, wakiongozwa na Baimus ala Urushalem, wakaivamia Urushalem. Fahtaluha, wakaiteka. Wastamarra ihtilaluhum, utekaji uliendelea na kuikalia hiyo sehemu mpaka mwaka 614. Wa khilali ihtilali Ruman fi Filistin, wakati wa Roma wametawala Palestina, qama al-yahud bi'iddat thawrat, mayahudi walisimama katika thawra nyingi, zote ba'at kulluha bifashil, zote walifeli. Walaqu bisababi tamarrudihim, walikutana kwa sababu ya kuchupa mipaka na kwa sababu ya maasiya yao. Min ar-Ruman, wa Roma waliwapiga na kuwapiga mayahudi alwana min al-qatl, aina nyingi ya kuwaua, wasabi wa tashrid, na kuwateka na kuwafukuza. Wakana min ashhuriha, katika mashuhuri zaidi ma anzaluhu bihim Titus Rumani, huyu sasa Titus Mroma huyu katika mwaka wa 70. Fakad ihtahama fi hadhihi sana, katika mwaka huu
ilivamiwa Yerusalemu. Fadammaraha tadmiran, ikaangamizwa kabisa. Wa qutila al-alafu min al-yahudi, maelfu katika mayahudi wakauawa. Wa uhriqa haikaluhum, na haikali yao pia ikachomwa moto. 5. Baada hadhi namadhij, baada ya hivi nilivyowaletea, Allah anasema hao walikuwa mwanzo walikuwa wakiteswa sana na Firauni, wakiabudishwa na wakafanya kana kwamba sio wanadamu, kana kwamba ni wanyama tu wanaoishi katika dunia. Allah akataka kuwahurumia, na Allah akataka ili waonekane kama wanadamu wengine, na Allah akamtuma Musa alayhi salatu wasalam kwa ajili ya kuja kuokoa na makucha ya Firauni, ili wamwabudu Allah na muabudu huyo aliyookoa, na pia ili wamfuate Musa na wafuate kitabu alichokuja nacho Musa ambacho ni Taurati. Lakini kama kawaida yao wakasahau walikuwa wapi na namna gani walivyoteswa, na leo Musa amekuja amewapambania, na Allah akawanyanyua wakawa ni watu bora katika dunia. Kwa wakati huo wakaonekana hakuna watu bora kama wao, kutokana na namna walivyodhalilika na walivyoteswa wakati wa Firauni. Lakini je, waliona kwamba haya yote Allah ni neema amewapa? Kuna haja ya kumwabudu Allah, kuna haja ya kumfuata Musa. Ndio tukasema mpaka pia Musa ameenda kwa ajili ya kuchukua Taurati na amri, huku Samiri anatengeneza sanamu tena la ng'ombe, na anawaambia huyo ndio Mungu wa Musa. Wao wanawaambia ndio muabudio wa Musa, ambao Musa ameenda kumtafuta mlimani. Kwa hiyo hivi sasa Musa, wakati anaenda Musa wakapishana naye, huyu Allah amekuja hapa sasa, kuna haja muabudu. Tukasema huko nyuma wakagawanyika makundi mawili. Wapo wanasema kwamba hapana, hawezi kuwa huyu ni Ar-Rahman, mwenye sifa ya Ar-Rahman, hawezi kuwa huyu. Wakakataa, na Harun akawaonya, lakini wakasema sisi tutaendelea kuabudu hata yarji'a Musa, mpaka Musa arudi. Musa akirudi akisema ndio Mungu ambao amepishana naye, kwa hiyo tayari Musa amekuja sasa. Musa akasema ndio mwenyewe, tutakuwa bado kuabudu kwetu sawa, hatujapoteza chochote. Akisema sio mwenyewe, tutaabudu huyu ambaye tayari tutaacha hili sanamu. Angalia tajriba hawa watu Bani Israeli kama walivyokuwa mwanzo, lakini kadri siku zinavyokwenda wanaacha ule wema na ubora, na wanasahau walikuwa wapi, na tayari wanaanza sasa hata kwenda kinyume na Musa alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo katika baadhi ya matukio haya ambayo saqnaha lamma anzalahu ar-rumani min al-uqubat, wa Roma pia waliwaadhibu. Na kwa nini waadhibiwa? Tutaona katika sababu dunia kwa ujumla na matukio ya tarehe, kila sehemu, kila nchi iliyoadhibu. Tutajaribu kuyataja katika baadhi ya matukio. Kwa nini? Kwa sababu wao wanajiona wao ndio Shabullah al-Mukhtar, ndio taifa teule la liliochaguliwa, na wao ndio wanadamu, wengine wote wameumbwa shakili ya nyani au nyingine. Na kila nchi walioingia walileta uharibifu, waliharibu uchumi wa nchi, walijifanya wao ndio wakubwa katika nchi hiyo. Kila nchi ilikataa kukaa nao, ambao tutaona katika baadhi ya matukio. Kwa hiyo Waroma wakawaadhibu adhabu. Tatabe sayruna fi sardi baadhi al-uqubat allati anzalaha al-muslimuna bil-yahudi. Kwanza tuanze na Waislamu sasa. Wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam, tuanzie hapa. Mtume sallallahu alipokuja alikuta Mayahudi, Banu Qainuqa, Banu Nadhir na Banu Quraiza. Alikuta na makabila haya ya Kiyahudi. Mtume alayhi salatu wasalam akataka aishi nao kwa amani. Na pia wakati anapofikishia dawa kwamba je, nyinyi kwani mnamfuata Musa? Mnafuata kitabu cha Musa ambaye ni Taurati? Wanatuona kama mmeacha. Wakati akiwapa dawa na wakati wameunda mkataba waishi kwa amani katika mji huo, lakini waliendelea kuvunja mikataba mmoja baada ya mwingine. Wao hawana mkataba wala hawana ahadi hawa watu, na khiana zao bisababi baghihim wa khiyanatihim. Fanaqul baada hijrati rasul, baada ya Mtume sallam kuhamia Madina, amala al-yahudu al-qatinina wal-mujawirina laha muamalatan tayyiba. Mtume alipohamia Madina aliishi na Mayahudi maisha mazuri kabisa, maisha ya amani Mtume aliishi nao. Walakinnahum naqadhu, lakini kama kawaida yao
nakhadhu uhudahum, mikataba wakaivunja. Walam yatruku wasila min wasail kaidi lilislam, hakuacha nafasi yoyote kwa ajili ya kuweza kuharibu Uislamu na hata kumuua mtume wal muslimin illa faalu. Na hata wale watu ambao tayari watu wanaishi kwa amani katika nchi wanakuja wanaungana na watu wengine kwa ajili ya kuweza kumaliza mtume alayhi salatu wasallam na Uislamu pia kwa ujumla. Mikataba ya amani yote kaivunja kisirisiri, hakuacha chochote, lazima walifanya Mayahudi hao. Wa hawalu rasul alayhi salatu wasallam ayathniyahum an juhudihim, mtume akajaribu sasa hawa watu kumbe sio watu wa kukaa nao pamoja, sasa si watu wa kuishi nao pamoja. Akajaribu sasa kuwapa nini, na kuwapa mawaidha na kuwaonya kutokana na kutokuvunja mikataba. Falam yastajibu lahu, hawakuitika wala hawakufuata. Faaqaba alayhi salatu wasalam, mtume akawaadhibu kulla ta'ifa minhum, kila kikundi bilukhubati lati tunasib jurmihum khiyanatun, kutokana na adhabu ambayo inafanana na makosa yao na pia vile vile na uovu wao. Watakafala lilmuslimina ayishu fi ma'aman, mtume alikuwa pamoja na Mayahudi waishi kwa amani. Min shururihim, sasa amani imeshindikana, kuna haja hawa kuondoa ili waislamu waishi kwa amani, ili kuepukana na shari za hao Mayahudi au Bani Israeli. Wa min baina ukhubati allati anzalaha an-nabii alayhi salatu wasalam, adhabu ya kwanza mtume ijla'u Banu Qainuqa, kuwafukuza hawa watu, huwezi kukaa nao. Sasa akawafukuza kabila Banu Qainuqa wa Banu Nadhir anil Madina, akafukuzwa Madina kwa sababu mkataba wa kuishi kwa amani bado umevunja. Kwa hiyo mtume akawafukuza pale Madina ili watu waishi tena kwa amani, kwa sababu hawa sio watu wa amani tena. Waqatalahum Banu Quraidha wa hidarahum lidami ba'd kubaraihim kakabi min Ashraf, kulikuwa na viongozi wao kama Kabi bin Ashraf, kiongozi wao vile vile, Wasalam ibn Abi Haqiq au Huqaiq, na wote hawa waliweka njama ili kumuua mtume alayhi salatu wasalam. Mtume akaona hawa sio watu kuishi nao, mtume akawafukuza, wakaenda Khaybar kukaa huko, wakaenda wakakaa katika sehemu ya Khaybar. Khaybar pia wakatengeneza njama nyingine kwa ajili ya kuweza kuwateketeza pia na kumaliza mtume alayhi salatu wasalam. Mtume aliposikia na njama zao pia akawafukuza pia pale Khaybar, pia wakatolewa pia vile vile, na wengine wakapata adhabu kali. Na kama Allah alivyosema, hawa Allah atawaleta watu mayasumuhum su'al adhab, watu ambao watawapa adhabu kali. Kisha walakadikana min akhir, katika maneno ya mwisho kabisa mtume sallallahu alayhi, katika kabla mtume hajakufa, maneno ya mwisho alisema mtume alayhi salatu wasallam katika hadithi, akhriju alyahuda min jazirati alarab, watoeni Mayahudi katika jazirati alarab, hatta la yabqa fi jazirati alarab dinan, hawa watolewe. Ni watu ambao tumesoma historia zao na Qur'ani imewataja hao Bani Israeli katika sura nyingi sana, ili kila mtu aelewe kwamba wana nini hawa watu. Ni watu wa kuishi kweli kwa pamoja na watu hawa, ni watu wanaopenda amani. Bila shaka watu hawa na amani ni mashariki na magharibi. Katika wakati Umar radhiallahu anhu tama ikhraju jamii yahudi, wakati Umar alipotawala ilitimia kuwatoa Mayahudi wote min jazirati al-arab kwa kuitikia wasia wa mtume alayhi salatu wasalam. 6. fi khitam, mwisho katika adhabu allati nazalat bil yahudi fi al-azminati mukhtalifa, katika adhabu ambayo Mayahudi walipata katika zama mbalimbali, jazaa ijramihim wa idharatihim lilfitan, kwa sababu malipo ya uovu wao na kuleta fitna vile vile katika nchi husika. Nasuku baadhi al-amthila, tuwalete katika baadhi ya mifano, lima halla bihim ala aidi baadhi ad-duwal al-Europia, kwa adhabu ambayo ilitokea katika baadhi ya nchi za Europe. Min dhalika anna malika al-Injiliz, mfalme wa Uingereza Yohana anaitwa, asdara amran bihasbisihim, alitoa amri ya kuwazuia kabisa, kuwafunga fi jamii anha'i mamlakati, katika mamlaka yako yote watolewe, kutokana kwamba hawa sio watu kuishi nao.
katika mwaka 1328 jara shabul Britania, watu wa Britania wa Uingereza walileta shakwa mashtaka kutoka Mayahudi. Fa asdara al-maliku, mfalme akatoa amri hii ambayo ilikuwa inaitwa Daurdi, majina magumu. Daurdi al-awwal alitoa amran bitardi al-yahud, kuwafukuza Mayahudi min jamil bilad al-Britania, katika miji yao yote ya Britania, fi ghudhuni 3 ashhur, kwa miezi mitatu tu, kwamba miezi mitatu wametolewa wote, illa anna shaba Britania, isipokuwa watu wa Britania Uingereza lam yasbiru ala al-yahud hatta tanqidhu tilka al-mudda. Watu raia wa Uingereza hawakusubiri hiyo miezi mitatu, hawajasubiri, bali akhadha yaqtul minhum al-asharat, waliendelea kuadhibu na kuwaua mamia katika sehemu ikiitwa Baurak allati ihtamma biha adadu kabira min al-yahud. Mayahudi walikaa sehemu hiyo wengi, katika sehemu hiyo wakaenda raia wa Uingereza ahraka al-injiliz akthar min 500 yahudia, waliweza kuwateketeza zaidi ya Mayahudi 500. Wakaditarra al-maliku ila tarhilihim, mfalme aliwapa miezi mitatu, lakini mfalme akaona kuna haja watolewe kabla inkidhai al-mudda, kabla muda hujamalizika, li alla yaftaka shabu bihim jamian, isije watu sasa wote wakakasirika wakawatoa wote wakaua wote fi kulli makani, kila sehemu. Wadhallat Britania khaliya min al-yahudi, Uingereza ikawa hakuna tena Myahudi hata mmoja. Tiwali 3 quruni, zaidi ya karne 3 takriban. Walakin aadu ilaiha, lakini walikuja kurudi tena mwaka 1656 miladia. Wa fi ahadi Taghia, katika wakati pia wa kiongozi mwingine, Allah subhanahu wa ta'ala ili waona Qur'ani maneno ya Allah, anasema kama wataendelea atawatafutia watu, atawaletea watu mayasumuhum su'al adhab ila yaum al-qiyam. Qur'ani inaeleza hivi, Allah atawaletea watu wataendelea kuadhibu mpaka siku ya kiyama. Na kweli ukisoma historia na ukisoma waqa'i tarikhia, utaona adhabu hii bado ipo mpaka watakaporudi katika dini ya sawa, kwa sababu wao wana kawaida ya kujiona. Kuna kawaida wengine sio wanadamu ni wao tu basi. Kwa hali hii wameshindwa kuishi na watu wote, na Qur'ani kuonyesha kwamba wao bado pamoja na hivyo, kama tulivyosema, huyu ng'ombe, kwa sababu wanaona wao sio Shabullah al-Mukhtara tena, wamekuwa na najisi nyingi, ndio huyu ng'ombe wanamsubiria ili wajitoharishe, ili warudi katika ubora tena ambao wameupoteza kwa mikono yao, na walionywa lakini bado hawakutaka kuonyeka. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد, Mashara muslimin, tukiwa na silsila hii ya muhimu kufahamu kwa nini Qur'ani imewataja Bani Israeli katika sura nyingi. Na Bani Israeli walikuwa ni watu wema. Kama tulivyosema, Israeli ni mzee Yaqubu alayhi salatu wasalam, mzee huyo aliozaa watoto 12. Kwa kupatikana mataifa 12 ya Bani Israeli, watoto wa Yaqubu alayhi salatu wasalam. Lakini wameacha vile ambavyo walivyoamrishwa, na kisha wakawa wao sasa wakawa kama alivyokuwa Firauni tena. Wakati wameona namna gani Firauni alivyokuwa akiwaadhibu, na Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake akawaleta Musa alayhi salatu wasalam kuja kuokoa hawa kutokana na makucha na adhabu ya Firauni, ili angalau na wao wajihisi katika dunia kama ni wanadamu pia. Lakini yote wakasahau, ikawa sasa wao wakawa wabaya zaidi, wanafanya kama ya Firauni tena. Alafu bado huku wanasema wanaifuata Taurati.
Na bado wanasema kuna kitabu kile Talmud ambacho kinachofasiri Taurati pia vile vile. Kwa hiyo yote haya yote ni maagizo ya Taurati. Na ukisoma Qur'an katika surati Araf utaona pia Allah anazungumzia kwamba wao wanafanya kupokonya mali za watu. Yani kama katika ugaidi mkubwa ni ugaidi waliokuwa na hawa watu. Sasa wao ni halali kupokonya mali za watu, kufanya ujambazi. Wakiishi katika nchi fulani riba kama tulivyoona tutaona riba wanaongezea na mali za nchi husika wanazichukua mpaka watu wa nchi hiyo wanakuwa ni watumwa sasa. Lakini pia na wizi pia. Na wakifanya wanasema Allah atatusamehe kwa sababu sisi ni sha'bullah al-mukhtar. Kama ujambazi unafanyika katika sehemu mbalimbali. Sasa hakuna ugaidi mubaya wanaofanya kama watu hao. Na hakika kama tulivyosema katika wakati wa Tuahia ambaye anaitwa Karumuhuyul alladhi ikhtasaba almaliku alipora ufalme wa Shari alawwal baada an aqdama lahu alyahudi alamwali ta'ila. Huyu mayahudi walimpa mali nyingi fi sabili bulugh aghradhi, katika njia ili afikie katika lengo lake. Tayari kweli akapora ufalme sasa. Wa fi Ufaransa pia taarradha alyahudi fi azminati mukhtalifa. Mayahudi pia walipata adhabu katika zama tofauti kutokana na watu wa Ufaransa na kutokana na ghadhabi na hasira zao, lianahu damaru iktisadahu alwatani, walimaliza uchumi wa nchi hiyo, wahalaquhu birriba alfahisha, wakaleta riba mbaya mno, walmuamalatu sayya, na muamala mbovu. Katika wakati fi ahadi Layus tasi tadaharat alhalat iqtisadiyya, hali ya uchumi wa Ufaransa ilikuwa mbaya. Fa asdara amran bi ilgha'i thuluth min yahudi, akatoa amri watolewe thuluthi tatu katika mayahudi kutoka Ufaransa kutokana na deni ambazo zipo. Thumma asdara amran bi ikhraj jami' kutubihim almuqaddas, kiongozi akaamrisha sasa vitabu vyao vyote vichomwe moto vya Kiyahudi, wa hasatan Talmud, na hasa Talmud ni kitabu ambacho kinachofasiri Taurati, kichomwe moto pia. Wakati qala ahadul muarrikhin, katika moja katika watu wa historia wanasema innahum ahraqu fi Paris wahdahu, Paris peke yake ilichomwa moto mahmul 24 marakaba min nasi Talmud. Zaidi za zamani kulikuwa hakuna magari kama haya, ni vitabu kama Allah alivyosema kuwazungumzia wala ambao hawaifanyii kazi Taurati, kama mathalil himari yahmilu al-asfara. Kwa hiyo kuna wakati punde inaweza ikawekwa vitabu ambayo imebeba kwa zaidi ya wanyama 24 waliobeba vitabu vya nusukha ya Talmud vilichomwa moto Paris peke yake. Wakhilali kutokana na wakati wa hapo Ufaransa, anzala faransiyuna bil yahud sunufan min al-qatl wan-nahb wat-tashrid. Wafaransa waliweza kuadhibu, kuwaua na kuwapora na kuwafukuza. Thumma taradu min Faransa, kisha kuwafukuza Ufaransa nihaiya moja kwa moja. Lakinnahum aadu ilayha baada an dafa, lakini walikuja wakarudi tena katika wakati wa Philip thuluthi diyun vile vile. Kisha ofisana katika mwaka 1321 haja mashabu al-Faransa, watu wa Ufaransa waliovamia, wadhabaha adadan kabira minhum, wakawachinja watu wengi, wanakana bihim tankila shadida, adhabu kali. Thumma taradu min Faransa, wakawafukuza Ufaransa mayahudi baada nahabat amwalahum, baada ya kupora mali zao. Wala yastatiu al-auda ilayha, hawakuweza kurudi Ufaransa illa fi awsat al-qarn al-16, mpaka karne ya 16 ndio kaweza kurudi tena Ufaransa. 4 katika awail qarni al-19, mwanzo wa karne ya 19, Nabiliyuna walijaribu ayastaghillahum lilbulugh, kupata ili wafikie katika tamaa zao. Walakinnahum khanuhu fahtaqahum
wabatasha biadadi minhum wa qala anhum innahum husalatul bashari wa jarahimihim. Kwa sababu wamekuja tayari wanataka tena kuharibu, wakasemaje? Wasema hao kuna haja ya kuwafukuza, kisha wakasema innahum husalatul albashari, katika watu waovu, katika watu duni, katika takataka za watu, wajarathim, na katika vidudu vibaya ambavyo vikiingia kwenye nchi vinakuwa ni vibaya, ni hao, hauruhusiwi kukaa. Wanawaita kuna huthalatu min albashar. Neno huthala umetumia huthalatu min albashar wa jarathim. Kuna kidudu kimoja kikija kwako sasa akiondoki, ndio hawa watu hawafai kukaa nao. Wala miyanj alyahud, hakuna myahudi aliyofaulu min batshab alfaransa, kutokana na asira za Faransa fil qarnain, katika karne mbili, karne ya 19 na karne ya 20. Karne ya 19 na karne ya 20. Fi Italia sasa, Italia. Qur'an inasema kwamba Allah aliposema kwamba Allah ataleta watu mayasumuhum su al-adhab, tawaqafa, adhabu hii imesimama au inaendelea? Allah akizungumza, yeye ndio ahkamul hakimin. Italia harabahum, kisha Waitali waliopiga vita pia harban sha'awiyya wa atlaqu alayhim ism sha'bul makruh. Watu wa Italia wakasema ni sha'bul makruh, ni watu ambao wakuchukiwa hawa, wao wanasema ni sha'bullah al-mukhtar. Wa akharu sha'b al-itali bihim fa'amala fihim al-qatl wa tashrid, wakaweza kuwaua na kuwafukuza, na kiongozi wao akatoa sasa amri pia vile vile watolewe katika sehemu hiyo. Na pia sio hilo tu, pia hata Talmud, katika dini ya Talmud pia ifutwa Talmud. Talmud ni kitabu kinachofasiri Taurati. Katika mwaka 1242 alana al-Papa alitangaza, Papa George Papa huyo Tasia, Papa wa 9, itihamati sariha, tuhuma za wazi dhidi Talmud. Papa alitangaza tuhuma za wazi dhidi ya Talmud. Talmud ni kitabu kinachofasiri Taurati, alladhi yat'an fi al-masih wal masihin. Anasema hii Talmud kitabu kinachofasiri Taurati kinawajeruhi masihina na masihi, kina mtusi masihi Yesu au Isa na wale wenye kumfuata Isa pia. Papa akatangaza katika Papa wa 9 huyo, na alipotangaza hilo sariha wa asara awamir, akatoa amri biihraqihi, kuchomwa hiyo Talmud inayofasiri Taurati, ichomwa moto, mambakia ichomwa moto, mambakia ichomwa moto. Fa ukhriqat jamii nusakh zote zikachomwa moto. Katika mwaka 1540 thara shabu Itali, watu wa Itali waliweza kuvamia al-Yahudi thawra arima, qatala fiha alafu minhu, walio maelfu ya Mayahudi, wataradu mambakia hayyan kharij Italia, waliobaki hai wakatolewa katika Italia. Hispania nako, Hispania, wafi Hispania pia dhaka al-yahudu min ash-shab, Mayahudi walioonja adhabu ya watu wa Hispania wa mulukihi, na mfalme wa Hispania sunufa dhulli wal ahwa wal alwan wal hawan, wala yadhharu birraha illa fi ayami hukm al-islamiyya. Hakuweza kukaa Hispania kwa raha isipokuwa katika utawala wa Kiislamu. Uislamu ulitawala zaidi ya karne 8 Hispania. Kwa hiyo Mayahudi hawakuweza kukaa Hispania kwa raha isipokuwa katika utawala wa Kiislamu pekee yake. Uislamu ni dini ya amani kwa yule anaotaka amani. Kisha wala yadhfuru birraha illa fi ayami al-hukm al-islami al-hispaniyin, wanaktifu bidhikri uqubati wahida. Hebu tuwape adhabu moja tu, ziko nyingi walioonja hapa Hispania, almutaaddida allati nazalat bihim fi tilka albilad. Katika wakati wa mfalme Fanardin wa zawjatuhu Isbila, mke wake Isbila, wasalat muwajjaha as-sakht ala al-yahud, watu waliokasirikia Mayahudi aqsaha,
hasira ya mwisho kabisa fil hayati Hispaniyin wa istilai ala iktisadihim, kwa sababu wao walipoenda uchumi wakautawala uchumi wa Hispania. Wa shihali mnari khilafat, wakaanza kuleta mizozo kati ya raia wa nchi ile na al-Madina baina tawaif. Faraa al-Malik, mfalme akaona Hispania na mke wake zawjatuhu anna khaira wasila aliwiqaha lilbilad, njia ya kuikinga mji na nchi min shururihim, na shari zao, hiya tarduhum min Hispania tardan nihaiya, ni kuwafukuza Hispania, kuwafukuza moja kwa moja. Hawa watu hawafai. Katika mwezi tarehe 31 mwezi wa Machi mwaka 1952 sadara almarsum tali, ilitoka mfalme au ilitoka amri kwa mfalme wa Hispania. Anasemaje? yaishu fi mamlakatina adadun ghairi qalili min alyahud, bila shaka wanaishi katika nchi yetu watu wengi, idadi sio ndogo katika mayahudi wanaishi, ghairi qalili min alyahud. walakad ansha'na mahakim at-taftish mundu 12 sana, tumetoa amri katika mahakama zaidi ya miaka 12, wa hiya ta'malu da'iman ala tawqil uquba ala mudhnibin. Mahakama imetoa kwamba adhabu kwa yeyote anaofanya kosa, wa binaa ala taqariri allati rafa'atuha lana, na kufuatana na takriri ambayo mahakama imetoa taftish kwa ajili ya kuweza kuchunguza, thabata bi anna Saddam alladhi yaqa baina almasihiyin wal yahud, kwa kutokea kati ya mzozo kati ya Wakristo na Wayahudi, yuaddi ila dharari adhim, mzozo huu unapelekea katika madhara makubwa, wa yuaddi bitali ila alqada ala almadhhab alkatoliki, na huu mzozo unapelekea kumaliza kabisa madhehebu ya Katoliki, sababu Hispania ni Katoliki, watamalizika sasa. Walidha qararna nafi al-yahudi, kwa hapa sasa tumetoa amri katika mahakama kuwatoa Mayahudi dhukura wa inatha, wanaume na wanawake, kharij hudud mamlakatina, inchi nje na nchi yetu, wa ila al-abad, tunatoa moja kwa wasirudi, wa ala al-yahud jami'an, kwa Mayahudi wote, alladhina yaishuna fi biladina, wanaoishi katika nchi yetu, wa mamlakatina, na mamlaka yetu, min ghairi tamyizi fil jinsi, hakuna hapo kupagua jinsia au al-amara, wala hakuna haja ya kupagua ya kuchagua jinsi au umri. Ayughadiru albiladi, wote waondoka katika mji, fitratan aqsaha nihaiya, moja kwa moja usirudi. Hiyo Hispania ikatolewa kwamba hawaruhusiwi. Asili mbali kuna kina Hitler, kuna Ujerumani, kuna nani, zote ambazo kwamba watu hao dunia inaojua, lakini baadaye tukuje kuona nani ambao wanaokumbatia hawa watu. Kisha kwa hiyo dunia imeona adhabu ya watu hawa ni watu ambao Allah amewaambia kwamba, ndio maana wengine wakaligeuza kwamba manyani, kutokana na tamarudihim, hawana ihsan, hawana wema. Ukiwakaribisha kwenye nchi yako, na tayari wenye nchi wenyewe waliona kwamba hawa sio watu wa kuishi nao. Kwa hali hiyo, wamemuktadha hadha alqarar tarad alyahudi, kufuatana na qarara hii iliyotolewa Hispania, walifukuzwa Mayahudi sharra tarla, kufukuzwa vibaya min Hispania, baada an urghimu ala tarki dhahabihim wa nuqudihim, wakaambiwa kwamba watolewe, waacha dhahabu zao na hela zao. Wa baada an nafathu sumumahum fi Hispania, wakatolewa sumuma, wakapigwa au wakaadhibiwa sumu mbaya za watu wa Hispania 7 qurun. Wakana adaduhum indama kharaju, idadi yao ilikuwa wakati walipotoka pale Hispania, minha maturudina yablu nusu milioni, walikuwa ni nusu milioni, 500,000 maana yake walikuwepo pale. Nisma ويعتبر بعض اليهود هذا القرار وما تلاه من طرد وتشريد aswa min kharabi Urushalim. Na Mayahudi wanasema kwamba katika adhabu mbaya wanaizingatia wao wenyewe, katika adhabu ni mbaya zaidi kuliko kuvunjwa Urushalim. Tulisema ilivunjwa mara ngapi? Kwa hiyo hii ni adhabu ilikuwa mbaya sana kuliko hata ile nyingine iliyokuja katika wakati mbalimbali.
Nimalize kwa leo katika hawa watu hawa ambao walikuwa ni watu bora sana. Na baada ya kuwa watu bora lakini waliacha ubora sasa. Na tayari Allah Subhanahu wa Ta'ala akazungumzia katika surati A'raf. Anazungumzia hawa watu. Allah atawaleta watu watakao kuja kuwaadhibu. Allah akasema ataleta watu. Watu wote au Muislamu sio Muislamu, mayasumuhum su'al adhab. Wataenda kuadhibiwa adhabu mbaya. Na dunia na yeyote anofuatilia historia na taarikhia ataona namna gani watu hawa wali. Na hivi sasa kwa anafuatilia pia vyombo vya habari na dunia inalaani kwa ujumla namna gani mpaka hivi sasa madege yao na nini ambao Waislamu wote hata katika mwezi wa Ramadhani walikuwa hata katika mihanasa mbalimbali wakiombea Waislamu wa Palestina wa Gaza. Baada ya kuwa wameshauzunguka madege yao, watoto na wanawake na watoto wadogo waliouao kwa mujibu wa karara zao wanazidi 1050. Lakini kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani ya Saudia anasema wanazidi 100,000 waliouao. Na huku rais wa dunia anaona kwamba kuna haja watolewe wote tahjiri, wafukuzwe pale Gaza nzima. Walipewa nusu ya sehemu mwaka 47 wakakatia eneo kwa sababu wanatangatanga hawana sehemu ya kukaa. Wakaona Umoja wa Mataifa wakatia sehemu angalau waweze kuishi. Baada ya kuwakatia sehemu wakaendelea kila siku wanatanua mpaka wamebaki wa Palestina ambao ndio wenye haki ya pale, wamebaki wanakaa sehemu ka Gaza ndio wanaishi. Gaza hiyo pia yenyewe imeshambuliwa na mabomu na nini, wanaokufa watoto wadogo na wanawake na hata huruma hawana. Lakini huku wakifadhiliwa na moja katika watu wakubwa wa dunia. Na akaona kama kuna haja watolewe, mimi nataka ni kuijenge Gaza, watolewe hawa wa Palestina watolewe. Waenda wapi sasa? Waenda Misri. Misri nasema mimi sitaki. Misri kaweka jeshi lake. Vifaru zaidi ya 1400 vimekaa kwenye. Sisi kakataa, akasema tena bunge likapitisha kwamba hii ni karara, na watu wa Misri wakasema tuko nyuma ya rais kwamba hatukubali wa Palestina waondolewe katika taifa lao na katika nchi yao na nchi nyingine kwa ujumla. Lakini je, watu wanaofahamu hawa watu? Kwa tukiwafahamu vizuri na Qur'ani kieleza, utaona hawa watu namna walivyo. Urusi nao ilikuwaje? Wala hadithi bakia tutajaribu kuendelea na kainobaki katika tuangalie katika baadhi ya nchi. Ujerumani nao ilikuwaje? Ili tuone kwamba je, Qur'ani kieleza kwamba Allah atawaleta watu ambao wataendelea kuadhibu, hal tawaqafa hadha al'adhab? Je, adhabu hii imesimama au bado inaendelea? Hani katika nukta muhimu katika taabiri al-Qur'aniyya, katika Qur'ani ikieleza. Na Qur'ani si tunaamini kalamullah, ni maneno ya Allah, yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi. Maneno ambayo kwa ufasaha hayapitwi na wakati, ni maneno ambayo kila siku yako mbele ya wakati. Qur'an maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Allah anachokizungumza, anazungumza kitu ambacho kipo na kweli dunia inashuhudia. Inshallah tutakuja kukamilisha katika hizo zinazokuja wala hadithi bakia. Aqul qawli hadha billahi tawfiq. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكسي أعدائك أعداء الدين واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حي الصلاة الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.